Bwana Yesu apewe sifa. Mtazamaji, na kukaribisha ndani ya chumba cha siri. Tupo tayari. Mungu atutumie kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya familia na kwa ajili ya rafiki. Ndio maana kila siku nakuomba mwalike na rafiki yako, asiwe peke yake, na jirani yako asiwe peke yako, kwa sababu kuna kitu kizuri Mungu anasema na wewe. Basi uwe na sisi hapo tunavyoanza mpaka pale tunapomaliza hiki kipindi, kwa sababu mwishoni pale lazima tuingie kwenye maombi. Kwa hiyo usiache maombi. Nikukaribishe mama, tuwe na maombi mafupi, tuingie kwenye somo letu. Somo la leo nasema mwanamke na utakatifu. Utakatifu. Sasa hebu sikiliza vizuri. Kwa wewe baba ambaye umeoa, kwa hiyo mwanamke wewe ambaye unaitwa mwanamke. Wewe baba, hebu msikilize mke wako anazungumziwa nini hapa kwenye utakatifu. Ana utakatifu au hana? Anao. Wewe binti una utakatifu au huna? Wewe mwanamke wanao. Amina. Karibu. Tuombe kwa kifupi. Tuombe. Mungu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalibariki jina lako. Asante kwa uaminifu wako mkubwa kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya wanawake wote dunia nzima. Tuko mbele zako mwaminifu, sisi kama wawakilishi wao, tukiomba utushike kwa mkono wako wenye nguvu. Asante kwa sababu unatujua wanawake vizuri na umetuumba kwa kusudi lako na kwa mfano wako na kwa mapenzi yako, na una makusudi na sisi katika ulimwengu. Asante kwa sababu hujanyamaza wala kutuacha pale tunapokuita. Ndio maana hata sasa tunakuita ili uanze na sisi na ikupendeze umalize na sisi. Kwa utukufu wa jina lako Baba tumeomba na kukushukuru. Amen. Amen. Amina. Karibu sana mtazamaji, niendelee kukaribisha, niendelee kuomba. Usiishie njiani kwenye hicho kipindi, fika mpaka pale mwisho kwa ajili ya maombi. Tuombe kwa pamoja, na maombi haya yamekuwa na ushuhuda sana. Sijajua kama ndani kwako bado hujao na ushuhuda, lakini kuna wengine ambao wanafika mpaka mwisho na ushuhuda, na naona bado maombi hayamtoshi. Naomba kupigia simu, tunaomba kwa pamoja na kuna vitu vimetokea kwao. Kwa hiyo usiache. Karibu mama, tuendelee na kipindi chetu. Amina. Irene, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Habari ya wewe? Unaendeleaje? Leo somo linakuhusu. Karibu. Somo linakuhusu mwanamke na utakatifu. Bwana asifiwe. Naomba andiko la ufunguzi. Somo hilo takatifu kwa kweli, au tumevaa nyeupe hapa sija kama kweli. Neema ya Kristo imetuandaa hapo. Na nitafuta mpaka kwenye mavazi. Na somo la leo niambie kaje? Andiko la ufunguzi. Andiko la ufunguzi linatoka Yakobo sura ya kwanza ule mstari wa 22 hadi 24. Neno la Mungu nasema tusiwe wasikiaji tu wa neno, bali tuwe watendaji wa neno. Na mimi nakusisitiza basi uishi ndani ya neno. Ulisome pia. Yaani kama hujalielewa naomba niulize maswali. Sababu Roho Mungu anakusudi, kwani ametupa ile neno tunatembea nayo siku zote kwenye safari hii ya kumtumikia mkono ndani ya YouTube chumba cha siri. Amina. Umesema tuwe watendaji wa neno na wala si wasikiaji. Ndio. Okay. Tuliishi neno. Naweza kama tunaishi kwamba tunaishi nje ya maandiko ama nje ya maelekezo ya Mungu. Tusipoliishi tunakutana na nini? Ndio tunakutana na changamoto ambazo hatuzikwepi, pia zipo. Lakini unapokutana na changamoto alafu uishi ndani ya neno, unaweza kujikuta kwamba hizo changamoto zinakuzidi. Okay. Lakini ukiwa umelibeba neno ndani yako, changamoto unaziona kama cha mtoto. Zitapita. Na unaweza kujikuta yani tayari umeshaona mlango. Si nisemeje? Ni sawa. Unaposema endelea hivyo. Umeshaona mlango wa kutokea. Yani kama ile nyoka anavyoingia, yani wewe tayari umeshatafuta mlango wa jinsi wa kumtoa nyoka, kama labda huna uwezo kumpiga. Kwa hiyo najua kabisa huyu nyoka lazima atokea hapa. Okay. Si umeelewa? Ama lazima nichukue fimbo hii ndio naweza kumpiga yule nyoka. Sasa fimbo ni neno la Mungu ndani yako. Ndio maana Mungu anasema tuwe na silaha. Kisema hata katika Efeso anasema iweni na silaha, alisemaje? Zote za mwili mpate. Vaeni silaha zote za mwili. Mpate. Sasa sio kuvaa katika hali ya mwili. Sio za mwili bwana. Vaeni silaha zote za Kristo mpate kumpinga shetani. Vaeni silaha. Sasa kwa sababu ngombe kuvaa ndio maana nikapeleka katika kwenye mwili. Sasa sio kuvaa katika hali ya mwili. Ni kuvaa katika hali ya kiroho. Sasa tunavaa kiroho, tunazitoa wapi? Ndio ziko hapa. Ndio maandiko. Na niulize. Shisa langu
au litakuja baadaye? Sawa. Okay. Turudi kwenye somo. Turudi kwenye somo. Bwana asifiwe tena. Irene na mtazamaji, tunaendelea na somo letu. Somo letu kama ulivyotangulia kutuambia lina kichwa kinasema wanawake na utakatifu. Ndiyo. Mimi ni mwanamke, Irene ni mwanamke. Tuna wanawake watazamaji. Ndiyo. Ninaamini tuko nao. Ninachotamani tukione hapa. Ninachotamani tukione hapa, wanawake maisha yetu yakoje? Ni shule kwa wengine? Kama sisi wanawake watu wazima, je, tuna darasa kwa wale walio chini yetu? Kuna kitu wanakiona kwetu wanatutamani? Irene, mabinti wale, wanawake vijana, wanawake mabinti, kuna kitu wanakiona kwako wanakitamani? Kuna kitu wanakiona kwangu wanakitamani? Kuna kitu wanakiona kwa wanawake wenzako unaowafahamu wanakitamani? Au wakikuona baki mama fulani yule hatutaki hata kufanya nini kumsikia. Kwa nini? Ina maana wana kitu ambacho si kizuri. Tunachotamani leo ni wamama au wanawake kuona ule utakatifu ambao Mungu ameuweka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu, kuna kitu nataka kuongea. Utakatifu unaweza akasema utakatifu ni nini? Utakatifu ni matendo mazuri au ni matendo ambayo yani natakiwa kuyatenda ambayo yanampendeza Mungu pamoja na wale wote ambao wanakutazama. Yes. Kwa sababu Mungu anasema anapendezwa. Yaani kama wewe umefurahia matendo yangu, tayari umefurahisha Mungu. Ndio. Si ndio? Siwezi kuchukiza wewe hapo, afu Mungu akafurahia. Ni kitu ambacho kiwezekani kabisa. Sawa kabisa. Yaani wewe unapochukia, unaponiona namna gani, na tayari umemkwaza Mungu. Yeah. Ndio maana tunatakiwa tuwe makini sisi wanawake, hata katika kutembea kwetu, katika kuvaa kwetu. Kwa hiyo unapomkwaza yule, umemkwaza Mungu. Kwa sasa katika utakatifu, yani kuna upana hapo. Hapana. Kuna upana mkubwa vibaya mno hapo. Kwa hiyo sasa unaweza kujuta haya, huyu ambao naona yani huyu anaishi maisha haya paka unamtamani. Hajaanza hapo alipo. Yeah. Hapo uliko mkuta hajaanzia hapo. Ameanzia huko nyuma. Ndio maana unaweza kujikuta kwamba hata labda mtoto mdogo, yani hawa watoto wadogo tunaoelea, yani tunawalea, yani kuna kitu nakipata na kuwa nacho. Hawezi kuja kubadilisha kiwa mkubwani. Au labda akiwa labda mchoyo, hawezi kuja kuwa mchoyo kubwani. Alianzia na kuna kitu ameona. Ina maana familia kuna namna iko. Hawezi kuja kuwa mkarimu ukubwani. Yani lazima anaanza nako huku chini. Kwa hiyo unakuta ni kitu ambacho pia kinatoka pia hata katika wazazi. Wazazi wangu wanaishije? Na wageni, yani wageni wakiingia ni kitu gani ambacho kinaendelea? Ndio maana unaweza mimi nikiwa sipo, akaingia mgeni ambaye tayari watoto wanamjua, wanaanza kuhangaika kumhudumia yule mgeni, kwa sababu unajua sasa ndio kawaida tu, ndio utaratibu wa mama yangu, kwa lazima tumpe chochote yule mgeni. Kwa unaweza kujikuta kama hakuna utaratibu namna hiyo, hata kama mtoto mwingine anafika anamwangalia wala hana marahaba basi, anamwangalia kana kujua kwamba huyu mgeni ametoka mbali, kwa vile vile lazima tupe chakula, kwa vile vile lazima apate maji ya kunywa, apate chochote, yani lazima apewe huduma. Lakini kama utaratibu watoto uliwazaa utaratibu haupo, hawataanza kuweka utaratibu kama hawajaukuta. Ni kitu ambacho wanakiishi, yani wataendeleza kile ambacho nakiishi mama na watoto wenyewe wanaunga hapo hapo. Ina maana nakuelewa mtumishi. Ina maana maisha ya utakatifu, yaanzie nyumbani, ili yajenge wale watoto wanapoenda kwenye maisha yao, watoke nacho wapi? Nyumbani. Je, kwa nini leo utakatifu umekuwa kama vile ni kitu ambacho yani umetupa majibu kwamba utakatifu ni kutenda mambo yote vizuri mwanzo mwisho. Yani, lakini leo kwa nini maisha ya utakatifu hatunayo, au ya utakasi hatunayo? Ni mbegu ambayo sasa nakuta kizazi ama wazazi tunapanda mbegu ambazo sio nzuri katika kizazi, kwa sababu mimi ninapojua kwamba kuna kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu mpaka kizazi cha 4. Yani kuanzia kwenye hicho kizazi cha kwanza hapa kulikuwa kuna kitu gani? Tumekuja kizazi cha pili kuna nini? Kizazi cha tatu kuna nini? Kizazi cha 4 yamkini ndo mimi mwenyewe hapa. Huko nimetoka nimejifunza kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini kwenye mazingira ambayo tumelea, yani tofauti na elimu ya shuleni kufundishwa ile yani tofauti na hiyo elimu. Yani elimu gani umepata hapa wewe katika familia yako? Kuanzia shangazi yako, mama yako, baba yako, bibi, labda umekuwa umejikuta wewe ni wa mwisho, dada yako na kaka zako, umejifunza nini hapa katikati ya safari? Kuna kitu gani ambacho umekibeba ambao naona wewe sasa na mimi nakiishi.
japo unaweza kukutana wewe tayari unachakua kwamba Mungu amekupatia, si umeelewa? Lakini kuna kitu package umetoka nayo nyumbani, umetoka nayo kwa wazazi, kwa baba, kwa mama, kwa babu, kwa bibi, kwa shangazi, kwa nani, iko pale nyumbani, inawatengeneza vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa hiyo yani kuishi yani kwenye ule utakatifu au tuseme kwenye matendo mazuri. Yani ni kitu ambacho huwezi kuanza hapa ukiwa na miaka labda 25 kwenye umri wa kuolewa, labda miaka 30 hapo swing hapo ndio ukaanzia kuishi pale, itakuwa ni ngumu. Hichi kitu unacho kuanzia huko mpaka huko ulipo dondoka. Ni maisha ambayo ni kitu ambacho Irene, kama unavyosema wazazi wetu wametutengenezea. Yani kuna namna tumewaona wakiishi, kama mfano uliotoa, mgeni anakuja, watu hawezi kumwacha kwa sababu wewe mgeni akija lazima utawaagiza kalete soda, kampe maji, muandalie chakula, unaona. Sasa mtoto wako hawezi kukiacha, atatembea nacho. Kwa hiyo ni maisha. Lakini nakumbuka kama sisi wakati bado tu wadogo huko kijijini, ukajikuta kwamba wana taarifa kama mgeni fulani anakuja. Kwa sababu taarifa za kipindi hicho ni kwamba mtu anakutana na mtu anamuagiza, hamna simu, hakuna kitu gani. Kwa hiyo unaweza kukuta siku fulani anasema anafanya nini, anakuja. Kwa hiyo mtu anakuwa amejiandaa kwamba anakuja, ama labda kwa mfano mtu anakuja kutolewa mahali au kuna ugeni wa namna hiyo ambao yani taarifa lazima itumwe, juma ngapi tunakuja. Kwa hiyo unaona kabisa mama anakuambia leo kuna wageni wanakuja. Kwa hiyo mazingira ya kwanza ambayo anataka uyafanye wewe yanatakuwa usafi. Kuna nyumba sisi eneo lote la pale nyumbani. Kwa mfano kama sisi hapa kabila yetu, kama ni wageni wanawake wanafikia nyumbani kwenye nyumba ya mama, kama ni wageni wanaume wanafikia kwenye nyumba ya wanaume pia. Umeelewa? Kwa hiyo yani mwanaume tu, wageni wanaume hawezi kuja moja kwa mama, haiwezekani. Au mwingine mwanamke hawezi kuja akaingia kwenye nyumba wanaume. Kwa kuna yani sina kwa kuna basi makabila yana namna tofauti, kuna tofauti fulani hivi. Kwa hiyo sasa wewe hapo sana unakuta wageni wanakuja ni wanaume ni wanawake, wanakuja bani wanaume. Kwa hiyo kipaumbele sema nyumba ya wanaume ndio tufanye nini? Tufanye usafi. Hivyo yani hivyo labda lazima wageni waje kupikiwa. Unataka vya kunawishia vinakuwa viko visafi kweli, ndio unavisafisha, ndio hivyo. Tukipika yani hivyo. Kwa hiyo ni akili yako inakusema kama ni maandalizi kwa ajili ya nini? Huyu mgeni ama hawa wageni ambao wanakuja. Sasa kama hujalelewa maandalizi ya namna hiyo, hata kama ukikua bado hautaishi kwenye hayo kabisa. Kwa sababu una msingi nayo, kawaida tu yani, kwa sababu una msingi nayo, una mwanzo nayo. Utakuja kuianzisha umeshachelewa, hayatatokea hapa, yatatokea tu ile kuambiwa kumbe. Na Muingereza anakuambia one mistake one goal. Ina maana ukishachelewa hauwezi kufanikisha jambo. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Amen. Neno letu tunalipata toka kitabu cha Tito. Tito 2:3-5. Tito 2:3-5. Naomba nilisome kwa haraka. Sawa. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Amen. Neno hili kwa kweli limejaa na limeshiba, kwa sababu tunarudi tena pale kwa tunazungumzia habari ya utii, habari ya usafi, habari ya kumpenda au kumheshimu. Sana sana mimi ninachojua sana kwa mtoto wa kike. Yaani sasa hivi labda kumebadilika, lakini zamani nilipokuwa nashuhudia, nilipokuwa bado mdogo, na story ambayo napewa na bibi zangu na mama zangu. Zamani yani sisi wanawake walikuwa yani hawana ile tabia ya kupenda. Yani wenyewe wanapenda wanachukuliwa tu. Unaelewa? Kwa pale kazi kubwa maana kuifanya paka uje mpende yule mtu, yani ni kumweka moyoni. Yani si nisemeje? Mtaratibu, sio kitu cha haraka. Lakini pia kumbe kumtii ni lazima. Kama naeleweka hapo? Sina Kiswahili kizuri cha kuzungumza. Nakuelewa. Unaelewa? Yani kumbe kumtii. Sasa kumtii nini hapa? Yani wewe mwanaume, kumbe lazima hivi vitu vyote vifanyike. Yani kinachokupeleka pale si mapenzi tu peke yake. Ni package kubwa. Kitu ambacho kumekibeba. Ni package kubwa.
Yaani hata kama uwe fundi wa mapenzi namna gani, kama hujawa msafi hamna kitu. Kumbe lazima uwe msafi. Yeah. Na uwe msafi lazima ufanye kazi. Yaani huwezi kuwa msafi hivi alafu hujafanya kazi. Yaani lazima ujitume afu ndio usafi kaonekana. Yeah. Sio kama naeleweka pale. Kwa hiyo katika kujituma kwako kutakuwa kuna usafi na kutakuwa kuna chakula pia kizuri kwa sababu umejituma na akili yako inataka kufanya vile vitu. Operate 24/7. Ni vitu namna hiyo. Lakini sasa tumeambiwaje tuwapende waume zao. Yani bali wafundishao mema ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Sasa akili ni kama vile kufundishana, jamani, atakuwa msafi, atakuwa kuna moja, kuna mbili, hivyo vitu kama hivyo, ndio hapa hiyo akili. Lakini akili kabisa anatengeneza Mungu mwenyewe. Umeelewa? Lakini akisikiliza mafundisho yako akatii na akafanya kama hivyo, ndoa yake haitaharibika hata siku moja. Umeelewa? Au maisha yake hatadharuriwa. Yani ataonekana ni binti ambaye yani kwa kweli yani si mchezo, kwa sababu huyu tayari mwanamume atakuwa ameshapendwa, kwa sababu sasa yeye anapokushughulikia mambo yote hayo, ina maana upendo uko ndani yangu. Ndio upendo sana anaanza kuingia hapo sasa. Kwa sababu lazima nitataka kukufulia, nataka kupeleka maji uoge, nataka kujali muda wa kula, yani fanya kila kitu. Kwa vijijini kipindi hicho ilikuwa labda hamna pasi. Labda pasi itakuja tu, yani inategemea, yani unaratiba baadaye hapo za mkaa hizi ndo na nguo za zamani, yani kama vile Mungu naye alitujua. Na sidhani kama zamani kwa tunaangalia kama nguo haijanyoka. Yani kwanza nguo za zamani zilikuwa yenyewe, yani ukiifua, ukiitoa tayari unaweza kuvaa. Na haina shida yoyote. Sasa mimi hapa tayari nakupenda kwa sababu lazima ninavyokufanyia hivyo vitu vyote. Lazima tayari ndani yangu kuna upendo upo, kwa sababu nakufulia, nakutengea maji ya kuoga, na hakikisha muda wa kula nimekupikia chakula kizuri nimekula. Huko unavyokuja tayari nakupokea. Yani umeelewa Nakuelewa. Lakini unaweza kujikuta zamani ilikuwa yani mtu anakuaga naenda sehemu fulani, alafu hujui kwamba anarudi saa ngapi. Lakini unajua kwamba anaenda, anarudi. Ama harudi, analala anakuja kesho ama kesho kutwa yake. Na tayari. Lakini muda ambaye umeambiwa kwamba huyu mtu anarudi, kwa vyote vile tu unajua paka aende huko, paka arudi, kurudi kwake labda saa 12 au saa 11. Kwa hiyo akili yote sema inajua kabisa majira haya seti saa 11. Ina seti kwamba majira saa 12 saa ngapi. Kwa hiyo kuna maandalizi ambayo anayafanya kwa ajili ya mtu kurudi sasa. Sio, umeelewa? Kama maji ya kuoga, yani kuna ile maandalizi, togwa, akute juisi. Kama ni mboga sasa napika mboga. Kama nitachelewa kupika kwa sababu sijajua mtu akiingia. Kwa hiyo akiingia tu nabandika, kwa sababu yani huruhusi kumpa mtu chakula ambacho kimechukua ndani ya lisali moja ndio mpe chakula. Hata kama alikuwa ameshapika, anavyoingia mwanaume, kitu anaitwa mwanaume. Wewe kula, yani kama ni mwanamke, wewe mpe tu cha baridi nini, lakini mtu anaitwa mwanaume. Usije kumpa chakula ambacho kimepikwa ndani ya lisali moja iliyopita. Okay. Ina maana hata hizi hotpot zinatudanganya. Zamani ngoga zipo. Anasemea sasa kwa leo. Kwa hizo hotpot. Sasa hivi labda sababu wamekuwa wakisasa labda wanakata naweka, lakini ukienda kabisa kwa leo wanaume ambao wamelelewa wale wa nyumbani kabisa, huwezi kukuta chakula cha mwanamke kiko kwenye hotpot. Labda iwe ni wali, ama labda iwe ni makande. Lakini chakula cha mwanamke anataka kushiba, wanaamini kabisa ugali ndio chakula cha muhimu au ni chakula ambacho mwanamume atakao kula. Sio kama naelewa. Ndio maana unaweza kukuta zamani mimi baba yangu nakumbuka alikuwa ni mnywaji. Ndio. Ni mnywaji. Kwa mama yangu alikuwa anahakikisha tu mboga zipo. Kwa hiyo tunapika sisi tunakula mapema, lakini sasa anachelewa kurudi kutoka kwenye pombe. Hata kama imeingia saa 5 au saa 6. Mama atawasha. Anaamka. Anawasha kuni na banika. Anasonga ugali. Okay. Na yuko hapo anamsubiri mpaka kivi ale. Cha ugali wa moto. So kwamba ule ambao mmekula umeisha. Upo. Lakini haoni kumlisha. Okay. Kwa hiyo yeye anaangalia sasa kujikuta huyo mtu yani anavyojituma ndani ya moyo wake mpaka huo muda, yani tayari umempenda, yani kuna ile kumjali ama kumwendu au kufanyaje pale, yani si mimi Irene. Sasa unanipeleka mbali. Natafuta kujua hayo ya mama zetu. Leo tumo sijui kama tumo au je, watoto wetu wamo? Kama sisi hatumo, watoto wetu hawezi kuwemo. Kwa sababu kama mimi hapa labda nimetoka mimi labda mimi sasa hapa nijiulize maswali, yani hiki ambacho nimekichukua kwa mama yangu kidogo nikaanza kukiishi ninacho ama kama ninacho kweli, huyu wa kwangu namnegea na yeye anatembea nayo, yani na ukarimu utii hivi vitu vyote hivi anatembea navyo.
Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo atakuwa kufanya. Ndio maana nasema kuna kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha nne. Sawa? Wewe una kizazi cha pili, au ni kizazi cha tatu, au kizazi cha nne. Hichi kizazi kinayekuja kingine hiki cha tano, kweli kuna nini hapa? Unamgaia nini? Lakini ukiangalia sasa hivi vijijini, sasa hivi mpaka mtandao umeingia, yani mtoto wa kijijini kutoka kijijini na simu kali kuliko hata wewe ambao uko mjini. Afu nakwambia na yeye amejifunza mambo ya mtandaoni. Kwa hiyo unakuta busy. Zamani ulikuwa kumkuta mtoto wa kijijini amejicream ni ngumu sana. Kwanza hizo cream zinatoka wapi? Lakini sasa hivi kijijini ukienda unakuta mtoto amejicream, yani hapa uso unang'ara, alafu sehemu nyingine hivi, yani unajua tu ni kujicream, yani vile vinani vya vichubu vile. Kwa nini sasa kujikuta tayari sasa hivi kuna vijiwe. Sio, umeelewa? Sasa mtu anaenda kijiweni. Yaani kuna uchafu unakuta umeingia mpaka vijijini. Kwa nini sasa kuta yale maadili yale yamefanyana? Yamepotea. Yamepotea. Zamani hata unaweza kukuta hata wanaume taongea sio ni sasa nimeenda ndani sana. Wanasema wanapelekwa nini? Sio niongee wazi kwa sababu hata Biblia inasema wazi. Wanaume wanakuta wanatairiwa. Ulikuwa hukuti mwanamume anayetairiwa akiwa kadogo. Sio, umeelewa Yaani kwetu sisi sana nazungumzia kabla yetu sisi. Yaani ana umri sio mwaka, sio miezi ndo apeleka kutairiwa, sio miaka mingapi pale. Hakuna. Yaani ni pale anapomaliza darasa la 7 au kashamaliza, yaani umri kabisa ule wa miaka 10 na 14, 15 mpaka labda inaenda ndio mtoto anafanya nini? Anatairiwa. Sasa anaenda kutairiwa na anatairiwa pasipo sindano ya ganzi. Pasipo sindano ya ganzi. Kwa hiyo nakuta ni kitu ambacho kimeandaliwa. Kama ni kijiji chote sasa tuna vijana wangapi hapa kwenye kijiji? Kwa hiyo wanaletwa kwenye kambi hii moja. Wanaume wanajiandaa kwa ajili ya kwenda na usubutu mwanamke kusogea katika eneo lile. Yaani ni wao na wanaume tu. Nyinyi mkipika chakula mnaenda mnasogeza pale, wale wanaume ambao wanaweka ulinzi wanafanyaje? Ambao wanawalinda ndio wanawapokea chakula wale vijana. Kwa hiyo ni vijana ambao kwamba mkiona kwamba msiwajue kabisa ile msiwajue kabisa. Wao walikuwa na koroga maudongo fulani hivi. Wanapakwa. Okay. Kwa wanavalishwa yani kitamaduni, kwa hiyo wana kambi yao. Kwa hiyo wafikiri watalala ndani. Hawalali ndani. Zamani walikuwa wanajenga sasa jukwaa la nje kule la kienyeji, wanalazwa huko. Yaani wanasema ile baridi ile, wanasema ile baridi ndio dawa. Huko tumeendaje? Sasa tunazungumzia habari ya nani? Tunazungumzia habari ya maadili, tunasema bado vipo. Tunasema sasa hivi kama hiyo habari ya kutajwa kwa watu wazima hivi wasikie uchungu, mafundisho yale yenyewe hayapo sasa hivi. Sasa hivi kwanza huo utamaduni haupo. Kwa hiyo mtu anaangalia mwenyewe, mimi mtoto wangu akiwa na umri gani? Akiwa kachanga hapa hajui kitu. Ndio maana sasa kukuta mtoto ameshakuwa alafu kumwambia utahiriwa hajui maana tohara ni kitu gani. Yaani haelewi chochote kabisa kwa sababu hajapitia. Lakini kwa huyu ambaye amepitia anaelewa. Sasa hivi ni watu wanaangalia tu kutoa tu ile ngozi kumtengeneza mtoto, lakini ile maadili. Kumbe ile kutahiriwa ilikuwa kuna vitu vilikuwa vinaingia pale. Walikuwa na maana yake. Ndio maana nilitaka kukuuliza swali. Sijui utakuwa na majibu au mtakatifu kusaidia. Yaani ni sababu ipi ilikuwa inawafanya wataili bila ganzi? Yaani ajiona kama sasa ni mwanaume sasa. Atakuwa wewe mvumilivu. Sio, umeelewa Yaani atakuwa wewe yani mwanaume umeumbwa kuvumilia. Ndio maana kama pale umeweza kuvumilia na nimekuelewa sasa. Nilikuwa sijakuelewa kidogo, lakini unavyoelezea hii nimekuelewa. Ina maana umri ule mdogo mtoto hawezi kuelewa hata kama atatairiwa bila ganzi. Ina maana wanaangalia ule umri ambao huyu kijana ana kumbukumbu zote. Irene, Mungu akubariki. Kwa hiyo nataka kukuta kwa maana anapitishwa katika wakati mgumu na yani unakuta mtu akiwa kwenye kulindwa. Sababu pale unajua kabla ya kulindwa pale ni hawaponi kwa madawa wala hamezi dawa yoyote. Kwa hiyo ni ulinzi wa wale wazee pale ambao ndio wameandaliwa kwa ajili kulinda wale watu ambao wametairiwa. Kwa hiyo sasa ukijitonyesha na maana unarudi nyuma. Usijitonyeshe. Sasa ulinzi wake si wa kitoto. Kwa hiyo sasa unakuta nakumbuka nilikuta alikuwa anapigwa ambaye anaonekana halala vibaya sana. Kwa hiyo anachelewa kupona. Anapigwa huko kwenye miguu. Unaona hizi nani za miguu hivi. Ina maana hutarudia tena kujitonyesha. Ina maana atakuwa uwe makini sana kujilinda. Sio, umeelewa? Kwa hiyo sasa unakuta ndio maana wakatolewa. Sasa wanakuta wako unakuwa umefungwa tu rubega hivi. Kwa hiyo unakuta yani warudi wako wazi. Kwa hiyo ndio maana wanatolewa mapema kabla wanawake hawajaamka, kwanza labda kwenda kuchota maji wasikutana na mwanamke njiani. Kwa hiyo unakuta ile asubuhi mapema, kwa hiyo sasa unapewa mazoezi. Unakuta unapandishwa labda kama mlimani, wanaenda wanarudi.
ikiwa bado ile baridi na ikiwa bado wale wanawake hawajaamka kwanza kupishana wenyewe wanaume, kwa sababu si watu wazima sasa. Yani sasa hawajifuniki tena na hawaruhusiwi kujifunika bila wanataka hewa, na sasa kujifunika pia inakuta ni changamoto, kwa sababu unaweza kujikuta kama amejitonyesha. Kama naeleweka hapo? Mimi nimekuelewa. Sasa wakishapona pia na una utaratibu wanafanya sherehe. So wamepona tu wameachiwa. Wanasema sasa ni siku, wanasema ni siku ya kuwanyoa nywele, ina maana ni siku ya kuwasafisha ama ni siku ya kuoga wao vijana. Kwa unakuta wanaandaliwa sherehe kabisa na sherehe ya kimila. Na vyakula, wana kama wanatengeneza pombe, yani wale sasa watu kabisa leo jamani sherehe. Watoto wananyolewa nywele. Sasa yani maana unakuwa unajua kwamba kinachoendelea ni ukisikia kunyolewa nywele, ina maana sasa wanaoga, wanatoka, wanavaa nguo, wanachanganyana na watu wengine wameshapona. Sasa hiyo sasa ikiwa sasa inaleta changamoto sasa, kama kuna mtu ambaye anajitenyesha au yeye hajapona kwa haraka, itachelewesha na hawa watoto hao wenzake walazimike kumsubiri ili waje watoke pamoja. Ndio maana sasa wanakoga ulinzi mkali kusitokea mtu kuchelewa kupona. Vitu ya namna hiyo. Kwa hiyo sasa unakuta wanatengeneza wanaandaa sherehe na kama ni kukoroga ni pombe, wazee wale wanakuja kusherekea, wanakula. Kwa hiyo kama ni kuchinja pale, haya vyakula vinakuja. Kama mimi hapa sasa nasema leo labda mimi hapa nyumbani niko sasa ni sema ambaye labda nimeolewa, si ndio? Leo nyumbani wananyolewa nywele wale. Kuna lugha ambayo nakuta tunaitumia sasa, mimi nasema wale watairiwaji. Kwa hiyo wananyolewa nywele leo. Kama mimi kumbe nyumbani kuna sherehe. Sasa mimi mwenyewe sana najiandaa. Labda napika ubwabwa wangu ama nachemsha mahindi, nachemsha maboga au yale makande, nachemsha mengi napeleka kule, na mwingine naye analeta, mwingine analeta. Hivyo vinaitwa chakula ambavyo vimeshaiva. Simeelewa Alafu hapo nyumbani unakuta labda wamechinja labda mfugo au labda wamechinja pombe. Kwa hiyo na wale sasa vijana ambao wamekuja labda tuna vijana 20, kwa sababu unajua wanakusanya karibu kijiji kizima. Au mwingine anatoka kijiji kingine anakuja kuungana huko ili ni wafanye jambo lao. Kwa hiyo nakuta ni sherehe. Vijana wale wananyolewa nywele kweli zile ambazo kwa chafu hawajaoga. Unajua hawaogagi? Ndio. Yaani wakiingia pale kwenye ile paka waje wapone, ina maana hawaogi kabisa. Kwa hiyo siku hiyo wakioa na ndio wanakuja wanaoga sasa, wanaogeshwa sasa. Labda wanasuguliwa na nini pale hivyo, wananyolewa zile nywele, ndipo wanapewa nguo safi pia wanavaa. Ndio sherehe imekamilika, watu wanafurahi, wanashangilia. Niulize, mpaka leo yanaendelea? Ndio nasema sasa hicho kitu mimi kwanza nilipokuja mjini hicho kitu sijakisikia. Umejaribu kuuliza kwamba kinaendelea yani sijakiona. Hujakiona kwa sababu haupo, lakini ukiuliza unaweza kukuta kinaendelea. Akiendelei kwa sababu hata nashuhudia hata ambao wako nyumbani kwetu nakuta sasa kila mtu anatahiri mtoto na muda wake. Sasa narudi umetupa picha ya wanaume na nani yao. Lakini sasa narudi kwa wanawake. Sisi wanawake kuna vitu gani tunavyoviendeleza ambavyo mabinti zetu wanaviona kwetu na wanavitamani? Kuna vitu gani tuko navyo mabinti zetu wanaviona kwetu na wanavitamani? Au tumekuwa, kwa sababu hili neno linasema wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wanawake vijana ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda. Na kata hapa kwanza. Leo mabinti zetu au wanawake vijana hawawapendi waume zao. Ina maana sisi ni kosa la kwetu. Kosa linaanzia kwa wazazi. Linaanzia kwa wazazi. Tena sio kwa wazazi baba na mama. Ni kwa mama. Kwa sababu hili agizo ni la mama. Sasa tunarudi pale kwenye utandawazi sasa hivi. Ndio. Zamani hawa mama zetu walikuwa hawachagui mume. Walikuwa wanachaguliwa. Kwa hiyo mwanamume anaambiwa nenda kaoe katika familia fulani. Kwa hiyo yule mwanamume anaenda kutukubisha hodi. Kwa hiyo na wale familia tukubaliana kwamba mtoto wetu kwenye ile familia pale ndipo anaruhusiwa kwenda. Lakini si muoaji na muolewaji wameongea, wamepanga hivyo vitu. Yaani ni kwamba wameunganishwa. Ndio. Kama naeleweka pale. Nakuelewa. Kwa sasa ule utii lazima tuwepo, kwa sababu mimi kumbukumbu yangu kama mimi nazungumza kama kwenye kabila yangu ndio kitu ambacho nakielewa. Swali kigumu hapa mpaka na kusema maneno. Yule ambaye amekuja kuchumbiwa, yani wewe unakuta unapewa tu taarifa anakuoa mtoto wa fulani na ni fulani. Sio, umeelewa Kwa hiyo sasa mambo yote yanafanyika, mahali inatolewa. Kwa hiyo yule mwanaume sasa ndo anakuja, akija pale kwenye familia, na maana sasa kuja kuongea na binti
na huwezi kukurupuka eti labda ukasema ndo amekuja naenda kuongea naye sio nini, paka upewe kibali. Binti huko ndani, mwanaume naye yuko kwenye nyumba wanaume. Ndio maana nakwambia yani kuna nyumba mwanamke utafikia kwa mama, mwanaume utafikia kwenye nyumba wanaume. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba mwanaume kama alikuja kusalimia nyumbani, kujua na anatakuwa pia ongea na wewe, hukurupuki wewe paka uambiwe sasa nenda. Sio, umeelewa? Nakuelewa. Na unapewa muda wa kuongea na yule mwanaume, so ili muongee, hujui mtamaliza saa ngapi, dakika 5 uwe umerudi ndani. Yani unapewa muda. Yani unalindwa kwa namna hiyo. Ndio maana unakuta zamani mtu anaenda anaolewa, unakuta ameolewa yani yuko fresh. Na akiolewa yuko fresh, taarifa inakuja. Na taarifa inakujaje? Inakuja kwa fumbo. Sio kama yani sio wewe unanipeleka hapo ile pamoja. Irene, nakuelewa. Kwa sababu ndio hivyo ambavyo vitu ambavyo vimepotea hivyo ndio vinaleta athari yote. Kwa hiyo sasa ina maana mambo yote yanafanyika, bi harusi unachukuliwa. Bibi harusi zamani alikuwa anasindikizwa. Anatolewa mtu kwenye familia yenu anakusindikiza. Kuna vitu ambavyo umetumwa kwenda kuviangalia. Lakini pia mwanaume na yeye anatumwa na familia yake kuleta taarifa, kuwapa taarifa wazazi wake kama huyu mtu ni mzima ama hajawa mzima, au yuko fresh au hajawa fresh. Sio kama naeleweka pale. Ndio maana zamani walikuwa hata watu waendaje kupima ukimwi si kitu gani. Kwa sababu anaenda kumpima yeye ukimwi wakati unajua kabisa unamoa haja. Sasa wewe mwanaume sasa unatoje taarifa? Sisi zamani mpaka sasa hivi kuna kaya ambapo nakuta yani fence unavyoifunga fence inafungwa kwa miti. Yani ile miti inasimamishwa cha kwenye fence. Kuna miti kama miwili inapita, alafu ndio inasimamishwa sasa ile miti ndio gate yenyewe inafungwa. Sasa hivi mtu mwingine anakuja kupita hivi juu. Kwa hiyo ni huwezi kuingia. Yani ndio gate lenyewe ndio limeshafungwa hivyo. Sasa kwa wewe mwanaume ukioa siku hiyo ndio harusi sasa umeifanya jana. Tumelala ndio asubuhi umeamka. Atakayefungua geti ni mwana harusi au ni bwana harusi ambaye ameoa. Harusi mtu mwingine. Hata kama mtu alikuwa na haraka namna gani kuondoka usiku au asubuhi sana, haruhusiwi mtu yoyote kufungua nini lile geti. Si kama naeleweka hapo? Ataenda kufungua geti nani? Huyu bwana harusi. Sasa akifungua lile geti sasa anatoa ile miti sasa. Akitoa miti yote anawajulisha kwamba bwana hamna kitu huko ndani. Yani huyu bibi harusi ndio muone, yani yuko wazi, yani nimekuta kuna kitu. Akitoa miti kidogo, anatoa tu kidogo na usawa mtu kupita. Alafu vingine na hii miti mingine anaiacha. Kwamba anakuja kumalizia mtu mwingine. Anamwambia bwana yuko vizuri. Umeelewa hapo? Ndio fumbo sana, yani ndio sasa ndio lugha yao wanayozungumza. Kwa baba mzazi ama mama ama shangazi anaangalia fulani ametoa nini? Kafungua geti. Sasa kufungua geti maana kutoa ile miti sasa. Kwamba ametoa nusu ama ametoa yote. Ametoa yote amejulisha binti alikuwa hamna kitu. Kwa hiyo moja kwa moja unatafsiriwa kwamba walikuwa ni malaya ni muuni hakuna kitu. Anaonekana si mwanamke uliokamilika. Sasa kama miti imetolewa kidogo, ina maana tayari huyu binti yuko vizuri, ni binti ambayo hajawahi kuguswa. Sasa binti yule anatakuwa akae siku 7 ndo arudi kwa wazazi. Lazima asindikizwe kwa heshima sababu alikuta iko fresh. Ndio maana yani binti aliolewa kabisa na kitamaduni jinsi wanavyojua, huwezi kurudi kupeleka, wanasema tunarudisha mafuta. Huwezi kurudisha mafuta yale kama hauna mbuzi kabisa kulia lazima unapewa kijana na unasindikizwa na kuna utaratibu mwingine wote ambao unafanyika, lakini kitu kinaitwa mbuzi kisikosekana. Ukirudi nyumbani kwenu siku ya kwanza umetoka kwa harusi umeolewa, afu ndani ya siku 7 ndako urudi. Ukirudi huna mbuzi, tayari unampa baba yako na mama yako taarifa kwamba mimi jamani nilienda kwa mwanaume sina chochote. Si umeelewa Nila kwa mwanaume niko wazi, ndio maana sijaja na hii mbuzi. Lakini kama ulienda ukiwa fresh alafu hajakupa mbuzi, ni matusi makubwa sana. Ni kitu ambacho kinaweza kuleta pia vita kwenye familia. Kwa sababu ni mbuzi ile ambayo ina utaratibu wao. Leo tumeenda mbali mtazamaji. Somo leo limefungua vitu vingi, limetukumbusha mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hili somo hili lina vipengele kama 4. Yaani hapa ni wawe na mwenendo wa utakatifu namba 1. Namba 2,
wasiwe wasingiziaji. Namba 3, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, na namba 4, wafundishao mema. Nafikiri namba 1 ya utakatifu umeshaielezea. Umeshaielezea kwa namna ya kipindi cha nyuma na namna, ina maana ni kama yale yale. Ndio nasema sasa utaratibu huo kwa mabinti sasa hivi wamekuwa yani ndio maana sasa hivi kuna vijiwe, mabinti au vijana wanaharibiana wao kwa wao, mtandao sio kwenye simu, utameleza nini? Yani hamna ule uchaguzi kwamba nenda kwa wewe kwa fulani, nenda kwa wewe kwa fulani. Yani sisi kwa sisi tunakuta tunapendana. Tayari yani huwezi kumsikiliza mzazi, ni wewe tu uko hivi. Sasa maadili yani ndio yani vinapotea. Sasa okay, inapotea. Nini imesababisha haya maadili yapotee? Ndio huo utandawazi uliosema au yani ndio hivi kama hivi utandawazi umesema, yani wazazi sasa wamekuwa kama ni wa kisasa hivi sijui. Kwa hiyo wazazi tumetoka kwenye uzamani tumeingia kwenye ukisasa. Sasa huu ukisasa unatuletea mambo mazuri au unatuletea mambo yasiyo mazuri? Yani mengine yako mazuri lakini mengine hayako mazuri kwa kweli. Kwa mfano kama zamani wazazi walikuwa wanaolewa, yani ndoa zao ilikuwa si ndoa ya msikitini wala si ndoa ya kanisani. Ilikuwa ni ndoa za kimila. Sasa hivi unakuta watu wanafunga ndoa kanisani, funga ndoa msikitini. Yani tayari ambayo yani ni kitu ambayo kiroho unakuta kama vile ama kidini sijui ni kiroho tuseme, yani kuna kitu ambacho kimebadilika. Sawa, lakini katika kubadilika huko lakini kuna vitu ambavyo nakuta vimefanya nini, vimepotea. Yani leo hii mimi naolewa eti unipe binti niondoke naye akaangalie Nisi mtazamaji nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naongezea utakatifu ni kutomtenda Mungu mabaya pamoja na wanadamu tunaoishi nao. Naomba nifungulie waraka wa kwanza wa Timotheo 2. Waraka wa kwanza wa Timotheo 2 utasoma 9 hadi 10. Waraka wa kwanza wa Timotheo 2 9 hadi 10. Wanawake na utakatifu. Wanawake tumepoteza. Neno Mungu nasema katika waraka wa Timotheo Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Na Mungu anasema hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Mstari wa 10 nasema au niko nashia hapo. Ndio, mstari wa 10 nasema bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanao ukiri uchaji wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tumeambiwa tunaweza tukasuka tukajiremba tukajiweka kila kitu. Okay, ni sawa, lakini huku afadhali umejipamba ni mambo yote huko, lakini tabia si salama, si njema, si nzuri. Sasa unaweza kukuta mtu amepamba na makeup amepita, yani mtu anatoka hapa nyumbani ana lifuko, kaeka nguo yake, wigi lake, viatu vyake nini, kutoka hapa anapitia saluni, anaenda na pamba vizuri, anavalia huko saluni hivyo. Mfuate nyumbani huyo mtu, hata kitanda hajatandika. Lakini uko nje umependeza safi kabisa. Lakini ukimfuata nyumbani, hata vyombo sikute vina siku mbili vimewekwa hapo. Labda awe na msichana ambaye anaweza kumsaidia nyumba, lakini hana msichana wa kazi. Vyombo vimewekwa hapo. Chumbani kuko hakueleweki. Watoto huku wamewacha hata chakula cha maana, hakuna ambacho kita wakati na kukatizia hapo wakati tunaambiwa wawatie vijana wanawake akili, wawapende waume zao, wawe wasafi, wawapende watoto wao, wawe na kiasi. Lakini leo hapo wananiambia binti anatoka amejaza vitu kwenye mfuko, anaelekea saluni na atavalia huko, lakini huku nyuma kuna vyombo, kuna ekaeka, kuna hapa. Kosa liko kwa nani? Kosa lipo kwa huyu ambaye anatoka kwenda kujipamba kule. Yani wewe, yani imekuaje pale? Kwa sababu nazungumza hivi, nisamee, najua tu mnanisikiliza kwa ni watu ambao karibu nishashuhudia. Mtu huyu ametoka, sio alivyosema ametoka, sio kazini, alikuwa ni kazi ya nusu siku, sio ni ameomba ruhusa sijui. Anakuja
ana sherehe hizi mbili. Sherehe nyingine inafanyika mchana mwisho labda kwenye saa 11 hapo. Alafu na sherehe nyingine ambayo inaanza kwenye saa 1:30 au saa 2 ambayo nitakuwa kwenda tembea ukumbini. Afu jiulize huyu mtu. Yaani huyu mtu hana msichana. Si umeelewa? Nakuelewa. Alafu na watu au na watoto wanatoka kule ndani. Sasa wewe niambie, wewe ulivyotoka kwenda kazini huko karudi usiku, ukaja ukapitiliza ukakimbia ukaenda kwenye sherehe ambayo ya mchana. Alafu unataka kwenda kwenye sherehe ya usiku. Wewe umejigawaje kwa kazi za nyumbani ambazo nazijua mimi? Wewe umefanya usafi wako saa ngapi, umepika saa ngapi ndio ushuhudie sherehe zote hizo au uhudhurie sherehe zote hizo. Lakini mtu yule yule ana fuko lake. Sherehe ambayo tunaifanya labda tuna sare yetu. Umeelewa? Lazima tuvae sare. Kwa hiyo anajua kwamba huku naye nitaenda kuna sare. Kwa hiyo huku naye naenda kujipodoa. Huku naye nataka muonekano mwingine. Kwa hiyo unapotoka huko naenda saluni. Kuna kipindi nimemsamehe. Irene, usinipoteze. Unapenda namshusha mtu mahali. Lakini namwambia bwana kushusha si huko kwako. Akaniambia toka niende saluni naenda kwenye sherehe nyingine napitiliza. Nimemwagiza mfano 1 2 3 napitiliza. Unaenda kwenye shughuli nyingine. Nikajiuliza moyoni. Sasa hivi ni saa 12. So sherehe ilikuwa ni ya mchana ile. Tumemaliza ikawa ni saa 12 tumerudi. Sasa kajiuliza sasa hivi saa 12. Huyu mtu nikamwambia sasa akasema mfuko wangu unavyoona una kila kitu. Una kila kitu. Sasa hapo amebadilisha kiatu na badilisha gauni na badilisha pochi, anaenda kubadilisha na muonekano uko sawa. Sio sherehe ya kwanza. Pale. Sherehe ya kwanza na maana naivua kabisa kuanzia muonekano naanza moja. Kwa sasa ina maana kwamba naenda kwenye sherehe nyingine ambayo naanza saa 2 naanza saa 3. Ina maana mpaka nirudi ni saa 6 usiku saa 7. Afu ujiulize huyu mtu heka kuanzia asubuhi mpaka nyumbani kwake amepaaje? Ndio hicho. Yani umeongea maneno ukasema inawezekana vyombo hajaosha unless otherwise ana msichana wa kazi au ana kijana wa kumsaidia. Vyombo hajaosha, nguo nini, kitanda hajatandika, hajafanya nini. Je, ninachouliza hapo, mimi na wewe au watazamaji wanawake wenzetu wa umri kama wa kwetu, huyu mtoto kama wangemtengeneza kwenye ile njia kuanzia mdogo kwamba mimi ni mwanamke na kuwa na kiasi, so lazima uhudhurie vyote. Ndo yani hili linatugonga kila eneo, linatugonga kila eneo. Tuwafundishe kuwa na kiasi. Mwanangu, kuna ratiba hata 2 3, lakini ione moja yenye umuhimu, wengine wapigie jamani, nina 1 2 3. Hata kama unajua hata mwili nao kupumzisha ni kitu cha thamani kabisa, ni kitu kizuri kabisa. Sasa najaribu kuona sisi wamama tumeplay party kwenye hayo maeneo, kwenye hivi vitu, kuwafundisha watoto kiasi. Sasa mimi napata picha. Kwa mimi jinsi ninavyojua mwili au na mimi jinsi nilivyo, labda naupigiza mwili kuanzia asubuhi mpaka jioni hujapumzika. Unakuja kulala saa 6 mpaka urudi kwenye sherehe saa 6 saa 7. Alafu yani kwa labda kwa huyu ambaye unasafiri anatoka naingia kwenye usafiri wake anaweza kawahi nyumbani. Lakini wewe ambao huna usafiri, mwenzangu mpaka uje ufike nyumbani. Umeomba lifti zote, umesubiri bodaboda zote mpaka imlete huyu mrudishe. Unatakiwa labda uende kazini. Usimeelewa? Mwili umejichokea. Hapo unachoangalia ni kuoga alafu kwenda kazini. Utakumbuka kufagia, kuosha vyombo, kutandika kitanda, si nini? Ina maana hapo vyombo ni vya siku ya kwanza, vya siku ya pili. Tuseme hiyo sherehe ni ya Jumatano ni send off. Alhamisi ni kazini. Una vyombo jana ukuosha kwa sababu ya haraka, uwahi kazini alafu utoke huko ende kwenye sherehe zote 3 au 2. Alafu urudi. Si ndio? Umechoka. Saa 6 saa 7 umechoka. Na asubuhi unatakiwa kazini. Kwa usingizi. Bado sasa ninachotaka hapo, wanawake sisi huku nyuma hawa watoto tumewatengenezaje? Ndio maana nataka nikuta mtu namna hiyo. Si nisemeje? Naomba nisiende mbali. Naomba niishie hapo sababu nitafuka vitu vingine na kwanza watu wengine ambao wanatazama. Narudi. Naomba nimsome Tito 3:14. Maandiko yanasema watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima ili Tito 3:14. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima ili wasiwe hawana matunda. Lazima mtu uwe na matunda, si ndio? Lazima mtu uwe na matunda. Lazima tujifunze kama huku anavyotuambia, kuwafundisha kuwa wema na kuwatii waume na kufanya, yani ameelekeza vitu vingine, jina la Mungu lisitukane. Watoto wetu wanapofanya mambo ambayo sio, wanapokuwa na to and fro ambazo zingine hazina matunda, sherehe 3 zote za nini?
sawa umechanga, lakini zote za nini? Basi umeolewa huku baba inawezekana hajaenda kwenye hizo sherehe, ni wewe mwenyewe. Inawezekana kuna kitchen party au kuna sijui vitu gani, sijui bag party, sijui vitu gani, zote upo. Baba huku yuko nyumbani, wewe sherehe 3 zote unaziattend. Ina maana kiasi yule binti hatujamfundisha, mimi kama mama sijamfundisha. Lazima ufike mahali kuna mambo mawili, chagua moja. Kwa hiyo mama, lazima turudi kwenye nafasi zetu. Bwana asifiwe. Kuna kitu nataka kuongea, ukiongea. Kwa sababu sio lazima kila tukio ufike, lakini pia ukisipofika hiyo sherehe sio kwamba haifanyiki, itafanyika. Kwa hiyo ufika mahali umeatendi moja, na huyu inayempa sababu za msingi kwamba bwana, siku hiyo nimekuchangia ndio, lakini sitaweza, nina ratiba inaanza saa 10 na itaisha saa 12 au saa 2. Sasa sitaweza kwa sababu familia nako ina. Ndio maana sasa hivi unatoa kadi na namba, unamwambia bana kwamba sitaweza kuja. Mtu anajua kabisa kama basi kadi, basi kwa upendo mtu mwingine hata kama ajui. Haya, vipi kuhusu usingiziaji? Usingiziaji, wasiwe wasingiziaji. Neno kusingizia, wanawake leo kusingiziana imekuwa ni part of our life. Yaani mtu anakunenea neno ambalo hujawahi hata kuliwaza au kulitamka, anakuhisi tu. Wasiwe wasingiziaji. Ile mtu akuchafue, ndio hapa tunarudi kwenye habari ya kuchukiana, kutokuelewana. Yaani hiyo ni chuki ambayo iko ndani ya mtu. Ili watu wakuchukie lazima kusemea maneno mabaya, na maneno mabaya hayo sio kama umeyafanya, ni amekusingizia. Ndio hiyo kitu ambacho kitu ambacho tunaambiwa wasiwe wasingiziaji. Ina maana sisi wanawake wasingiziaji, kwa mfano kama vile labda mtu anataka kuoa, labda kijana wangu anataka kwenda kuoa katika familia hii, lakini na kumbe bahati mbaya anajikuta na muongelesha mtu ambaye ampendi yule binti au ampendi ile familia au ampendi tu mama yake, ama ni wivu tu. Mtumishi samani kamatilia hapo. Umenikumbusha kitu kimoja. Alafu ni watu ambao huwezi kuamini, huwezi kudhania. Hilo neno naloliongea kuja nilichane hapa. Baada kwa sijafika wanifikishie. Yaani sawa. Mbona kama nasikia ukakasi linaniumiza. Endelea. Linaniumiza, endelea. Basi mtu kama huyo sasa nakwambia, jamani, kijana wangu labda anataka aoe same fulani na ananiambia tayari na huyo binti kuna 1 2 3. Kwa wewe jirani au wewe ndugu zangu, wewe unasemaje? Maana vijana wa siku hizi 1 2 3. Yule 1 2 3, yani yote yale 1 mpaka 10 pale hakuna zuri hata moja. Nice. Kumbe yani yote ambayo anazungumza anaweza kawa hakuna la ukweli pale, labda la ukweli liko moja ambalo mwanadamu yeyote chini ya jua ili hatujakamilika. Si amesema maneno ya kusingizia, haja kukosesha amani bado. Kakukosesha mke. Umetwisha maneno. Hapana mwanangu, nilichokisikia pale mimi kimenivunja moyo. Hapo sasa anaweza kuleta ugomvi kati ya mama na mtoto. Kwani mama hataki nioe? Kumbe amekutana na maneno ya kukatisha tamaa, amekutana na usingiziaji. Ndio kitu ambacho nitamani kusema pale. Sababu vitu vipo. Nimekuelewa Irene. Mimi hilo limetutokea. Kijana anataka kwenda kuoa sehemu, lakini mama kwa sababu ana watu wanaofahamiana nao na nini, kijana akajaribu mama anataka kujua huyu kijana ni wa namna gani. Na huwa ni lazima si wazazi pia, yani sio mbaya, sio kitu kibaya. Kwa sababu nakumbuka kuna yule baba, naomba nisimtaje jina, ni jirani yetu, aliumizwa sana mwanae, Mungu alimchukua kabla ya umri wake tuseme, yani kwa bado binti, lakini kulitokea changamoto huko alikoolewa. Kwa hiyo kikamuumiza, akasema mwanangu ungekuwa hajaolewa huko labda asingekutana na hili, asingekufa. Yani aliongea lugha, aliongea kwa maumivu makali sana. Akasema na wasi wazazi wenzangu, mtoto anakoenda kuolewa akikwambia nina mchumba wangu, akikwambia ninataka kuoa binti naitwa fulani 1 2 3, wewe kama mzazi fuatilia, hebu ulizia kabisa ile familia kuna kitu gani. Kwa hiyo unaona kuna jambo ambalo lilimpata ambayo siwezi kuliongelea hapa, na ambaye pia zingine ni siri ya moyo wake ambayo ameshuhudia mateso ya binti yake. Kwa hiyo kumbe lazima sisi wazazi tufuatilie, lakini kufuatilia tupate ile ya kweli kweli, tusipate yale ya kusingiziwa. Na mwanadamu siku zote mimi bado sijamwamini. Mungu anisamee kwa hiyo kauli, lakini kwa sababu hawezi kunenea zuri. Wivu. Kila wakati ni kunena mabaya. Sasa unakuta mtu anakaa jirani, yule binti yangu. Kumbe sasa anaona shida kwa kutafuta kuolewa, ni mdogo wa kwake ni mkubwa, yuko nyumbani hajaolewa. Kwa hiyo anainua wivu kutaka na hebu tuchilia. Mimi naomba nikwambie kitu. Wanawake, kama kuna eneo tunatakiwa tupone ni hilo. Kwa sababu unavyowaza hila, unavyotenda hila,
usitarajie baraka kuja nyumbani kwako. Hakuna. Kitendo cha mwanangu mimi kupata baraka ya mume, ukamshukuru Mungu huko uliko, asante kwa ajili ya dada Beatrice, mwanaye ana 1 2 3, Mungu anainua baraka tena kwako. Hapo kuna kitu nakiingiza. Kuna mtu ambaye alikuwa amechelewa kuolewa, naye karibu naomba na akatokea mchango ya harusi, michango. Ni kama vile nifikia mali sasa, kama ni machanga mimi siolewi hivyo. Nikamwambia hapana, uko na kuelekea unataka kujifunga mwenyewe. Nikamwambia naomba nikufundishe kitu. Huo mchango unavochanga, hebu jipatanishe, yani sio nisemeje, wewe kwako fanya sadaka, jipatanisha na zile baraka za kuolewa. Kwamba baba ninaniambiaje? Nikamwambia mimi sitoe tu mchango, na mimi wakati wangu ufike. Akawa nilikuwa naolewa, nilikuwa ni mtu ambaye sio mbali sana kwenye familia, yani kama si ni mtoto wa nani, lakini kama ni familia. Akaniomba nimeahidi wewe nakutaja tu kwa sababu najua tu nataja kiwango ile utajua kama ni wewe ndio unayesema, ila sijisikia vibaya. Nasikia mtazamaji sijisikia vibaya. Akasema nimeahidi 300,000. Nikamwambia basi kama ni ahidi 300,000 tuzipatanishe au jipatanishe na hiyo baraka kuolewa mwaka unaokuja na wewe uolewe. Akaambia kweli. Nikamwambia basi kama ndio tuingie kwenye mambo. Nikamwambia tunaingia kwenye mambo ndio kwa ajili ya mchango. Tukaingia kwenye mambo. Yaani uwezi amini mwaka unaofuata akaolewa. Alishangaa. Nikamwambia akasema basi kulikuwa kuna kitu ambacho kuna kiacha sana hapa. Nikamwambia tatizo sisi tunalalamika. Furahia, jipatanishe na wewe. Sasa watu tendo jema la jirani yako, la rafiki yako, la msharika mwenzako, la ndugu haulifurahii. Sasa unatarajia Mungu aachilie baraka kwako? Utazisikia bombani. Unajua wakati mwingine tumejifunga wenyewe, unajifunga mwenyewe basi kujua. Wewe furahii hata mtu akipendeza. Irene, mimi nina tabia. Yaani nikimsifia mtu, nikirudi nyumbani na doti ya kitenge. Ambaye zawadi tu mtu kaileta. Jamani mama fulani umependeza kitenge chako kizuri, na fundi wako kakushonewa vizuri. Hivi kumsifia mtu nako ni gharama? Sio gharama. Ukimsifia na 10,000 naondoka. Yaani hilo eneo la kutopeana, kutoshukuru, kutofurahi, kutofanyaje linaleta shida. Irene, naomba utafute waraka wa kwanza wa Petro 2:1 na mimi natafuta waraka wa kwanza wa Petro. Nalitamani ili nilipitishe hapa. Waraka wa kwanza wa Petro 3:8 hadi 10. Wewe umeipata? Petro mwenyewe bana namtafuta simuoni. Basi mimi nimempata, naomba nisome. Hiyo mtazamaji atafanya nini? Ataitafuta. Anasema 3:8-10. Anasema umetuacha. Tumwachie mtazamaji hilo neno afu tutaendeleza kipindi kijacho. Ili ninalotaka kusoma. Ninalotaka kusoma? Nisilisome? Nasema lisome alafu mtazamaji aendelee kulitafakari. Okay, sawa. 3:8-10 anasema neno la mwisho ni hili. Limekuwa neno la mwisho kweli? Mpaka nataka kwa nguvu. Neno la mwisho ni hili. Mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitikivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki kama tuliotoka kuyasema. Umependeza Irene. Mimi nikirudi nyumbani kuta baba kaniletea nguo sababu nimekubariki kwa sababu ya the way ulivyopendeza. Unafungua mlango wa baraka. Lakini sisi kila wakati yule naye kujifanya anajua kuvaa, yule naye nini. Ndio hapo tumejifungia. Tusio watazamaji. Namalizia. Wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Ili urithi baraka lazima ubariki. Sasa leo atubariki. Au tunarithije hizo baraka? Hatuwezi. Anasema kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya. Leo ndimi zetu zinanena mabaya asubuhi, mchana, jioni. Kuna kutoboa? Amna. Tunafanyaje? Na Mithali imetuambia ulimi mbeba nini? Mauti. Mauti na uzima viko hapo. Mauti, unatembea na mauti. Kiri uzima unatembea na uzima. Mungu atusaidie. Anasema auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isinene hila. Na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aitafute sana. Hii amani tumeambiwa uitafute na uitafute sana. Uitafute na uitafute sana. Ina maana kuna kitu hapo kwenye hiyo amani. Amen. Anasema
Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao. Leo tumeomba sana, lakini hatupokei. Kwa nini? Malawama, manunguniko, maumivu. Mtu kapendeza kusema umependeza, hapana, yule naye. Mtu anakanunua gari yake nzuri kusema jamani hongera, sijui nini, huyu naye. Mtu haya, maombi yako yatasikika? Unajifungia. Tumejifunga. Amina. Tumefanya nini? Anasema bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Ina maana mimi Irene neno limenipiga. Bwana asifiwe. Irene. Amina. Na mtazamaji atasoma waraka wa kwanza wa Petro 2:1. Hapa kuna wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi. Wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi. Hapo tutaendeleza hapo. Tutaendeleza. Kwenye kutumia mvinyo mingi hapa tutaendeleza kipindi kijacho. Kweli? Haya, next episode. Sababu muda umetuacha. Okay. Tuingie kwenye maombi. Mtazamaji, tuingie kuomba. Tumezungumza vitu vingi huko ndani. Unapoingia kwenye kuomba, hebu jipekue, pekua familia, mtoto umeleaje, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, mpaka hapo wewe ni kizazi cha ngapi? Unaweza usijue wewe ni kizazi cha ngapi. Na vitu ni vigumu sana. Kwa hiyo sasa hasa atakuwa tumoe nini kwenye hichi kizazi tulionayo sasa hivi. Kizazi hiki tunasema utandawazi ni mwingi sasa hivi. Mambo yanakuwa vurugu, yani mambo yanakuwa yaeleweki. Mabinti wana uhuru sana. Kwanza Irene, uhuru ambayo yani zamani ulikuwa sinajua tuna uhuru sana Binti sasa hivi anakuja saa 5 hata saa 4, yani unamwachia tu. Lakini zamani sisi ilikuwa ni mwisho wa saa 12. Yani ikifika saa 1 hujarudi nyumbani, ujieleze vizuri ulikuwa wapi. Unatakiwa uingie ndani, kucha inaonekana. Unajua kucha inaonekana. Acha kabisa. Kipindi chacho ninatoa ushuhuda, mimi nilipatoga na nini, nilichelewa nikaja nyumbani saa 1. Mkongoto ule kutana nao. Haya, leo mtu anakuja saa 2 hata kusemwa. Wapi mwanangu? Heza huko. Nini, lakini sisi tulikuwa tukirudi ni, na ndio maana leo tumetembea humo. Sasa kama wazazi haturudi kufanya hai, hiki kizazi tumekipeleka. Sasa ndio maana kwenye familia pia kutunza muda ni kitu cha muhimu sana. Muda ni kitu cha muhimu sana. Kama wewe unasema naenda kujishana na pitiliza, yani angalia muda yake, angalia tu mambo yake yaende. Kumbe kutunza muda kama mwanamke ni lazima. Pasipo kutunza muda ni uongo. Yani na kiasi, tumezungumzia kiasi, ili andiko nasema kiasi. Saa 12, saa 1, saa 2 kwa sana nyumbani, yani mambo hayaendi sawa. Una mambo matatu, sio lazima yote yafanye. Hata kama wewe upiki, lakini ukiwepo pale mambo yataenda vizuri, watu wanakishoto uwepo wako kwanza. Wanautaka familia. Tuingie kwenye maombi. Kabla ya kuomba, omba toba pale ambapo wazazi tumekataa kupita kwenye yale ambayo Mungu ametuelekeza tuyafanye ili watoto wetu waende vizuri, na especially sisi wanawake, kwa sababu ile andiko linatuhusu sisi wanawake. Sawa. Tuombe. Amina. Baba, katika jina la Yesu tuko mbele zako Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya somo hili Bwana. Umesema sana na wanawake, nasi ni wanawake tumekuja mbele zako. Tunatubu kwa sababu sisi Mungu wa rehema tunajua tu dhambi mbele zako. Hatujaenda sawa sawa na jinsi ulivyotuelekeza katika maandiko yako. Bwana Yesu, tunaomba toba na rehema kwa ajili ya mwanamke, iwe ni mdogo, iwe ni mkubwa, iwe ni mama ambaye ni mzee anatakuwa kufundisha vijana hajasimama katika nafasi yake. Ninatubu, naomba rehema kwa ajili ya hili Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tulio hai. Lakini Yesu usituache. Yesu usituache, tunakusihi, tunakuomba Mungu wa mbingu, usituache katika hili, katika eneo la mafundisho. Tufundishe nini hawa vijana wa kike, vijana wa kiume? Tuwafundishe nini Bwana? Watuelewe nini Yesu Kristo wa Nazareti? Wanatuelewaje pia? Kwa sababu Mungu wa rehema, utandawazi umekuwa mwingi. Habari ya simu imeleta vitu vingi vibaya mno. Bwana Yesu, tunaomba toba juu ya hili, juu ya simu. Tunaomba rehema juu ya utandawazi. Tunaomba rehema kwa ajili ya tabia ambazo zimeingia Bwana. Tunaomba rehema kwa ajili ya mafundisho ambayo wanajifunza kupitia mtandao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tulio hai. Bwana Yesu, tunaachilia damu yako na nguvu yako Mungu wa rehema, ikafute kila roho za uharibifu ambazo zinapoteza vijana wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunapangua, tunaharibu, tunaangamiza katika jina la Yesu Kristo mafundisho yote ya kipepo, mafundisho yote ambayo Mungu sio mazuri mbele zako. Tunafuta hayo mafundisho ni katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tupo tayari tufinyange sisi tena wanawake, ili tuweze kufundisha huyo kijana wa kike na wa kiume, ili waweze kuelewa Bwana. Hebu wafinyange tena hawa vijana kwa upya. Wape masikio ya kusikia wanavyoambiwa na wazazi wao. Wape masikio ya kusikia wanavyoambiwa na walimu wao. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunakataa hizo roho ambazo zimeingia kupitia simu.
hizo roho ambazo zimeingia kupitia huu mtandao, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana Yesu, usikubali hichi kizazi chetu kikapotea. Usikubali Bwana Yesu, warudishe tena kwa upya, wafinyange tena kwa upya. Tupe maneno mazuri kwa ajili ya kusema nao. Peke yetu sisi hatuwezi chochote kabisa. Tunaomba Roho Mtakatifu kama mwalimu, ukawa kiongozi tena Bwana, utusaidie katika safari ya kufundisha hawa mabinti, kufundisha hawa vijana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai tunaomba, tukiamini hakika Yesu uko mahali hapa na umesikia haya maombi, unasikia kuugua kwetu Bwana. Utusaidie, utufundishe kabisa Mungu wa rehema kwa upya, ili tuweze kupata kitu kizuri kuwafundisha hao vijana waweze kutuelewa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai tunaomba tukiamini, amen. Amina. Irene, Mungu akubariki sana. Asante sana. Amina. Karibu mwage mtazamaji. Mungu akubariki kuwa nasi toka tumeanza mpaka tunamaliza. Asante kwa sababu najua umekutana na kitu kizuri kitamu kabisa, especially mwanamke. Leo tulikuwa tunatembea na mwanamke. Hasa ushuhuda ule wa watu kulewa zamani, wanafanyaje. Tamani sana nipate mtu wa kushare vizuri hapo, tukumbushane. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tuambie, ongezea kitu. Tuambie nini tufanye. Sisi wanawake watu wazima, si wanawake wazee, tufanye nini kwa ajili ya nyinyi mabinti zetu. Unajua kuna mabinti mko na sisi, tufanye nini? Au kama tumekosea, hebu jiangalie wewe, mama akufanya, lakini mimi nifanye, kwa sababu yeye naye ana watoto. Anawarithisha nini kama hajafanya hayo? Kwa hiyo Mungu akubariki, na ninaamini tuko pamoja na tutaendelea kuwa pamoja. Amen. 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 Barikiwa sana. Amen.